Nafikiri kama ambavyo mliosema kwamba umekuja hapa msikitini kwetu ili uweze kujua mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakiendelea hapa, na alhamdulillah nafikiri tutazungumza vizuri zaidi. Kwanza umeuliza juu ya swala la msikiti wetu unafanya nini, lakini pia baadaye umekuja kuuliza juu ya hizi program zilizopo hapa. Kwanza nitaeleza juu ya msikiti, alafu nitaeleza juu ya hizi program. Msikiti kwanza, watazamaji wanataka kutambua wewe ni nani. Naam. Kuna watu wanakufahamu lakini kuna wengine kama mimi ni kwanza tunaonana. Haya, tuliana. Sawa. Mimi naitwa Sheikh Ponda Isa Ponda. Ni kiongozi kama ninavyofahamika hapa nchini. Nimehudumu katika taasisi mbalimbali. Na kama mlivyokuja kwenye msikiti huu ambapo ndipo zilipo ofisi zetu, na mimi ni mmoja katika maimamu wa msikiti huu wa Masjid Taqwa. Msikiti huu ni msikiti ambao una program nyingi za kijamii, lakini zimezingatia ile misingi ambayo ni ya Kiislamu, kwa sababu katika historia ya msikiti wa Mtume wetu Muhammad sallam ulikuwa ni msikiti ambao ulibeba mambo mengi sana yanayohusu umma. Ulikuwa ndo msikiti, ulikuwa ndio ikulu, ulikuwa na program chungu mzima zilikuwa zinaendelea pale, na ulikuwa ni msikiti ambao ulileta mafanikio makubwa sana na uliwavutia hata wasiokuwa Waislamu wakaweza kuingia katika Uislamu. Nakumbuka kuna tukio moja katika tarehe, mwizi alikamatwa alafu akapelekwa msikitini kwa Mtume Muhammad sallam. Mtume akaagiza yule mwizi afungwe katika moja ya nguzo, lakini kila ilipokuwa inafika wakati wa chakula, na alitoa chakula, maji ya kunywa anapewa, na akitaka kwenda uani alikuwa anafunguliwa anakwenda uani. Sasa yule mwizi baada ya siku chache kidogo aliachiwa. Mtume aliruhusu amwachie, akaachiwa. Baada muda ule akaja akatoa shahada akasilimu. Sasa alipoulizwa kwa nini umesilimu, yeye akatoa ripoti ya jinsi alivyoona hali mambo yaliokuwa yanaendelea pale msikitini, kwa sababu katika msikiti wa Mtume Muhammad sallam ilikuwa kila baada ya sala yanazungumzwa mambo ya kijamii, na wakati mwingine zilikuwa zinatolewa taarifa za hali ambayo inaendelea kwenye jamii zinazohusu pengine hali za watu, usalama wa watu. Sahaba pengine anasema kwamba nimepita mahala fulani nimekuta watu hali zao ni mbaya kiuchumi, wana njaa kali, nimekuta mahala fulani kuna mwananchi anateswa sana, na wakati ule mambo ya utumwa yapo. Sasa zote zilikuwa zinashughulikiwa, na Mtume alikuwa anaunda kamati ndogo zile, anawatuma wale maswahaba kwenda kufuatilizia na kuleta taarifa pale za ya masuala. Sasa mara nyingi ripoti ambazo za wale maswahaba waliotumwa zilikuwa zinakuwa nzuri, kwamba ya Rasulullah, ile kazi uliyotuma ya kwenda kumkomboa mtumwa tumefanikiwa, tumemkomboa na yuko huru sasa hivi. Wale watu ambao walikuwa na tatizo la chakula tumewafanyia huduma na sasa hivi hali zao ni nzuri. Kwa hivyo hizi ripoti ambazo zilikuwa zinatolewa pale msikitini baada ya sala, yule mwizi alikuwa anaziona. Kwa hivyo baada ya kutoka pale kuachiwa, alislimu. Alipoulizwa akarejea ile hali alikuwa anaiona pale, akasema mimi nimeona matukio ambayo sikupata kuyaona katika huko nilikokuwa naishi katika jamii, makeni matukio ya kibinadamu, matukio ya kiutu na kadhalika. Kwa kifupi, kwa msikiti wa Mtume Muhammad alikuwa unahusika na mambo mengi sana ya kijamii na ukileta ufumbuzi katika maisha ya watu. Sasa msikiti wetu huwa Taqwa umekuwa ukijihusisha na masuala mengi sana ya watu kwa kiwango ambao umekuwa ni kimbilio. Watu wengi wenye matatizo ya kuumwa, vyeti vya hospitali, watu walioharibikiwa safari, ada za shule, ada za vyuo, magonjwa mbalimbali, wamekuwa wanakuja hapa na wote wanapokelewa. Hakuna ambaye aliokataliwa. Na tuna utaratibu wa kufuatilizia, yani kujua hakika kwamba mtu huyu kweli ana tatizo hilo, na huwa tunafuatilizia mpaka hata majumbani kwa watu. La tushathibiti tunamshughulikia. Anashughulikiwa hapa msikitini, anachangiwa fedha, wanaumini wanaelezwa, wanachangia fedha na wanampa huduma. Ikiwa ni huduma ile ambayo inatakiwa ifuatiliziwe, kwa mfano ni msafiri, basi mara nyingi huwa anatolewa karani hapa ofisini, anapelekwa kwenda kukata tiketi na kumsafirisha yule mtu. Kwa hivyo ni msikiti ambao umekuwa kimbilio kwa kiwango ambacho
watu wengi wamekuwa wakitoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na kuja hapa. Na safari imekuwa desturi ya watu wanazungumza Waislamu sio watoaji. Sasa nyinyi pesa mnaipata wapi? Kama mnaweza kukawapa watu mkatoa huduma hizo kirahisi mno? Kwanza wanaotoa ni waumini wenyewe hapa msikitini, na kutokana na ule uaminifu, hasa uaminifu wa imamu wetu mkuu hapa Sheikh Abdul Wakati, ambaye ndio msimamizi mkuu wa hizo program zote za hapa, imekuwa ule uaminifu wake umepelekea kiasi kwamba watu wanapoambiwa watoe wanatoa. Kwa hiyo fedha inatokana na wale waumini wenyewe ndio ambao wamekuwa wanatoa fedha na zinapatikana za kutosha. Kwa hivyo katika msingi huo ndio ikapelekea mpaka sasa tukaanza kuangalia na program zingine. Miongoni mwa hizo zile muhimu sana ni zile za vipofu, walemavu wa macho na wasiosikia. Hii program imeanza hapa msikitini Taqwa na iko chini ya usimamizi wa msikiti, chini ya uongozi wa Sheikh Abdul Wakati, na kuanzia miaka 2 iliyopita imekuwa inakwenda vizuri sana, na kuna idadi kubwa sana ya walemavu. Nafikiri ukishuka hapa chini utawaona kwa sasa hivi darasa zao zinaendelea. Hapa kuna mambo mawili, kuna huduma kwa ajili ya walemavu za elimu, lakini vile vile kuwatafutia uwezeshaji. Hao ni walemavu. Lakini mwaka jana na mwaka huu pia imeanza program nyingine ya kuwasaidia kina mama. Kabla ya kwenda kwa kina mama na tamani kujua nyinyi mmewezaje kuweza kuwaweka pamoja hawa walemavu wa macho? Maana yake imekuwa desturi ya walemavu wa macho kwenda kujikusanya nje ya misikiti, yani hawaswali, wanasubiri tu zile watu wanapotoka wapewe zile sadaka na kuondoka. Nyinyi mmewezaje kuweza kuwakusanya na kuwaingiza darasani? Na sijui kama kweli wanaswali, maana tumeshuhudia misikiti mingi hapa Dar es Salaam walemavu sasa hivi wametoka pale mabarabarani wameingia kando ya misikiti. Nyinyi mmewezaje? Wanakaa nje ya msikiti hawaswali wala fanyi. Nyinyi mnawezaje kuingiza mpaka wanafika mahali wanasoma? Mmewezaje? Kwanza mara nyingi ilivyoanza ni kwamba walikuwa wanaitwa kwa ajili ya kusaidiwa, lakini kabla ya kusaidiwa walikuwa kwanza tunaanza na semina darasa zile. Sasa zile zimesaidia sana, hususan ile maudhui yenyewe wanayopewa pale. Wanaelimishwa kwamba ni muhimu kujitambua kwamba wao ni binadamu na yuko aliyoumba, na sio kwamba ule ulemavu waliopata ni adhabu, ni maumbile. Mwenyezi Mungu ametaka tu kuwapa, kila mmoja amemkadiria namna yake. Kwa hivyo wanapaswa kuendelea kumtambua kwamba Mwenyezi Mungu yupo na wamshukuru Mwenyezi Mungu na wamwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa zile nasaha na mawaidha yale yaliyofanya waelewe kwamba wana wajibu wa kutekeleza ibada, na baada hapo ndio tukawaingiza kwenye darasa. Sasa zile darasa zenyewe zimewafanya waweze kudumu. Karibuni walemavu wote wanakuja hapa wanaswali, na katika darasa ambazo zinazoendelea ni pamoja na ukaguzi, yani kuangalia kwamba wanaendelea kutekeleza zile ibada na kadhalika, na hayo tumeona kwamba yanakwenda vizuri zaidi. Kwa hivyo hii misingi ya kidini walipata inawafanya pia wao wenyewe waweze kuwa pamoja na zile darasa ziweze kudumu. Kwa hivyo kimsingi ilikuwa ni hivyo, na tunawapa elimu, lakini pia tunawatafutia vile vile nguvu kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Lakini mwaka jana pia ndio imeanza darasa ya kina mama, na mara nyingi ilianza kwa maana ya kundi la kina mama, ilianza kwa maana ya kuangalia wale wajane namna gani ya kuweza kuzungumza nao na kuangalia namna kuwawezesha. Kwa hivyo darasa zilianza kwa namna ya kuwaliwaza na kuwatambua, na baada ya hapo tukapiga hatua ya kuwatafutia sasa uwezeshaji, na alhamdulillah mwaka huu watu wameanza kujitolea kutoa fedha kwa ajili ya kuwawezesha. Sasa wa fedha wanatoa kwa muundo gani? Ni zaka au mtu anatoa sadaka? Wao watoaji au tunaweza kusema lugha iliyozoeleka wafadhili, wao wametoa zaka, lakini sisi tuliona kwamba ile zaka tuiweke vizuri zaidi, kwa maana ya kuwawekea utaratibu wa kuwapa elimu ya mafunzo ya kazi ya ujasiriamali, ili mtu kile atakachopewa pia apewe mwanga kwamba anawezaje akakitumia. Kwa hivyo tayari tumewaita hapa, tumewaita wataalamu kutoka kwenye
viwandani, wataalamu kutoka SIDO wamekuja hapa, wamefundisha namna ya kusindika sabuni, kusindika siagi na kadhalika, na ile mitaji yao au ile zaka yao inaonyesha kwamba wakiwa watu watatu wakijiunga pamoja wanaweza kufanya mradi ambao unaweza kufanya baadaye na wenyewe wakatoa zaka vile vile. Kwenye swala hili la hao wanapokea hii zaka, ni wakina mama ambao ni waumini wa msikiti huu tu au ni waumini wa Tanzania nzima wa Kiislamu? Hapana, sio waumini msikiti huu, ni waumini wa eneo husika, eneo hili la Ilala, lakini sio kwa maana ya msikiti, ni eneo hili la Ilala. Na hiyo ina maana kwamba tulifanya hivyo, lengo sio kwamba ni msikiti, lengo ni kwamba ni hawa, lakini kwa sababu hatuwezi kusema kwamba unaweza kuwafikia watu wote kwa wakati mmoja, kwa sababu program yote huwa inakuwa au mradi huwa unakuwa. Kwa hivyo lengo ni kwamba ikiwezekana tufike mahala tuweze kuwaendea watu wengi zaidi, lakini kwa sasa hivi ni kidogo. Hapa bwana, mimi nadhani umetugusa hasa sisi Waislamu kuhusiana na swala la zaka. Imekuwa ni ngumu sana kutoa zaka hii ya mali, ngumu mno, lakini zaka ya fitri imekuwa ya kawaida. Hii mmewezaje kuweza kuwashawishi hao watoaji watoe hii zaka ya mali mpaka mkaweza kupata fungu kubwa na kuwawezesha watu kwa idadi hiyo kubwa? Unajua, mara nyingi wakati mwingine huwa ni kuwa uaminifu, lakini pia inategemea na jinsi ambavyo ulivyokwenda kwa mtu, yani ulizungumza naye katika lugha gani. Sasa sisi mara nyingi lugha yetu imekuwa na ushawishi mkubwa, kuonyesha kwamba ile zaka kwa kiwango ambacho yule mtoaji anaamini kwamba akitoa, yani ile zaka kweli italeta manufaa makubwa. Sasa kwa namna ambavyo huwa tunakwenda ndio ambayo imepelekea tukaweza kupata matunda kwa mwaka huu, kwa kupata wafadhili ambao wametoa, na kama ambavyo ulivyoona kina mama wako hapo tayari wameshafunguliwa account katika benki ambayo inaweka kwa vikundi vidogo vidogo, ili kile watakachopewa tayari watakwenda kukaa kwenye kikundi kimoja, na tayari elimu ya mradi waliopewa watakwenda kuanzisha mradi. Tunaamini kabisa kwamba mwakani inawezekana na wao wakafika mahali wakaanza kutoa zaka. Hii zaka watoaji ni wa Tanzania watupu au kuna watu wengine ambao labda ni waumini wa Kiislamu kutoka nje ya nchi? Ni wa Tanzania, kwa sababu wa Tanzania wana uwezo. Kila mtu ni wajibu wake kutoa zaka. Kila mtu ambaye amefia kiwango cha kutoa zaka anatakiwa atoe zaka, uwezo wa kutoa zaka atoe zaka. Kwa hivyo ni wa Tanzania, na niseme kwamba hilo ndio jambo muhimu sana, kwa sababu tatizo kwa Waislamu wa Tanzania wengi kwamba hawatoi zaka. Lakini ikiwa watatoa zaka Waislamu na ile zaka ikafika kwa wahusika, na wale wahusika wakawa wamepewa maarifa kama tunavyofanya, yani kwenye jamii yetu inaweza kubadilika, ikatoka mabadiliko makubwa, kwa sababu moja ya matatizo ni hilo la kukosa ujuzi, kiasi kwamba ilivyo kwamba watu wanaopewa zaka wanakwenda kutumia ile zaka kama matumizi tu moja kwa moja. Sasa hiyo inamfanya tu anakuwa ataendelea kuwa maskini, lakini endapo atakuwa na weledi kidogo, kwa sababu miradi ipo mingi sana ambayo inawezesha mitaji ya kawaida ya 500,000 laki ngapi mtu kufanya biashara. Ukienda pale sokoni utakuta kuna watu wanauza mifuko tu, kuna watu wanauza bidhaa chache pale ndogo ndogo tu, lakini wanafanya vizuri. Sasa watu wanakosa yale maarifa, watu wanapewa fedha lakini hawana maarifa, alafu ile fedha akifika nyumbani anaanza kula siku hiyo. Kwa hiyo anamaliza ile pesa mara moja, anaendelea kuwa maskini. Lakini hii tuliyofanya sisi, tunaamini kabisa kama Mwenyezi Mungu akisaidia italeta matokeo makubwa sana. Sheikh Ponda, muda sio rafiki, lakini naamini na mambo mengi sana kuongea na wewe. Siku nyingine ndani tunaweza kuongea mambo mengi zaidi. Unaweza kutoa wito gani kwa watazamaji, hasa hawa ambao wanatoaji wa zaka, kwamba kuhusiana na program kama hii, misikiti mingine wafanye nini? Mimi kitu kikubwa ninachosema katika jambo lote huwa ni maarifa, yani elimu ile jambo. Kwa mimi wito wangu, sisi tumefanya hii hapa na mwelekeo unaonekana kama ni mzuri. Mimi wito wangu kwa misikiti mingine, tunawakaribisha waje Masjid Taqwa, tutawaonyesha kitu tunachokifanya, na tunaamini kwamba watapata maarifa ya kutosha. Lakini wito kwa wale ambao wenye zaka, tunawaomba waje watoe, waje Masjid Taqwa.
zaka watakayotoa itakuwa na manufaa makubwa kwa umma. Tunawakaribisha sana waje hapa, watakutana hapa na kiongozi wetu mkuu hapa ni Sheikh Abdul Wakati. Tunaweza kabisa kuleta matokeo mazuri sana katika swala hili la utoaji wa zaka. Huo ndio wito wangu kwa misikiti mingine na kwa wale ambao ni watoaji wa zaka. Basi nakupa dakika moja tu ya kuweza kuaga. Nashukuru sana kwa watazamaji wetu wa TV yetu hii ya Songea ambao wamefanya juhudi wakaja hapa kuangalia kile kinachoendelea. Nawashukuru sana watazamaji na nawakaribisha watu tembelee katika msikiti wetu wa Masjidi Taqwa. Asante sana.